Awali ya yote nichukue nafasi hii kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati na kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwashukuru sana kwanza waandishi wa habari kwa kufika katika mkutano huu muhimu, mkutano ambao tumeuandaa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma, lakini pia kutoa taarifa kwa watu wote kitu gani kinaenda kutokea hapo kesho tarehe 16 mwezi wa 10 2025 katika ofisi ya makao makuu ya shirika la viwango hapa TBS. Kama mnavyofahamu kwamba serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, lakini pia shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa tumekuwa tukitekeleza mradi wa matumizi ya nishati, matumizi bora ya nishati na huu mradi katika ulikuwa na maeneo mbalimbali, na eneo mojawapo sasa hivi ni kutengeneza viwango vya ubora wa vifaa vya umeme. Sasa basi tunatarajia siku ya kesho kutakuwa na uzinduzi wa viwango fanisi vya chini vya nishati, tunaita minimum energy performance standards, yani MEPS, lakini pia tutafanya uzinduzi wa maabara ya upimaji wa ufanisi wa nishati ambao utafanyika kesho. Tukio hili tunafanya na Wizara ya Nishati kama nilivyosema, kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP kupitia ufadhili wa Umoja wa Ulaya. Kwa pamoja ndio tunatekeleza huo mradi. Ndugu waandishi wa habari, naomba kuwafahamisha kuwa mradi huu ni wa muhimu sana, na ndio maana serikali imeamua kuutekeleza kwa lengo la kuhakikisha vifaa vinavyotumika nchini vinatumia nishati kwa ufanisi, kwa lengo kwanza kupunguza gharama kwa watumiaji. Hilo ndio lengo la kwanza, kwamba vifaa hivi tunaenda sasa kuviweka alama ili kuhakikisha kwamba vinapunguza gharama kwa watumiaji. Lakini pili, vifaa hivi sasa vinaenda kulinda mazingira dhidi ya uzalishaji wa hewa ukaa. Kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, tunaenda sasa kuandaa tena viwango katika teknolojia ya kupikia, na hii tunatekeleza mkakati wa nishati safi ya kupikia wa miaka 10. Kwa hiyo serikali kupitia taasisi zake, kupitia TBS, lakini pia kupitia taasisi nyingine TANESCO, REA, EWURA, tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi ili kuweza kufahamu nini maana hivi viwango, lakini umuhimu wa kutumia vifaa vyenye alama ya viwango.